Wamekuja na matokeo yao. Wamekuja wakiwa wanawaza kwamba watashinda angalau 3-2 ndio matokeo ambayo mashabiki wamekuja nayo. Lakini huu ni mpira wa miguu. Mpira wa miguu unapofanya makosa ndipo utakapoweza kupoteza mchezo wenyewe. Kwa hiyo makosa kwenye mpira wa miguu kimsingi ndio yanaweza kusababisha usipate goli. Kimsingi ndio yanaweza kusababisha ukapata goli. Kwa hiyo kilichotokea leo ni mazingira ya kawaida, na mbaya zaidi umeona mashabiki wamesikitika. Kwa sababu gani? Wamesikitika kwa sababu ilikuwa ni dakika ya lala salama kabisa. Nafikiri ilikuwa imebaki tu sekunde chache. Ilikuwa dakika ya 5 na sekunde 50 na kitu mpira kuweza kuisha. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kimewafanya mashabiki wengi wa Simba watoke wakinung'unika. Hata kocha mwenyewe alionyesha ishara kwamba hakuridhika na kile ambacho kimetokea. Kwa hiyo all in all, bado mpira kuna dakika 90. Tena dakika 90 za kibabe kwa upande wa Simba. Wana asilimia kubwa sana ya kuweza kumaliza mchezo huu. Nachoona wao ndio bado asilimia iko upande wa Simba. Ipo upande wa Simba. Kwa upande wa mchezaji mwenyewe, amefunga goli la kwanza ambalo limewapa uongozi Simba, Jean Charles Ahoua. Lakini alichokifanya kwa kufunga goli moja ni kama nafasi aliyokosa ni kama vile watu wamesahau wamefunga goli mari. Binadamu tumeumbwa kusahau. Binadamu tumeumbwa kuwaza kwenye mazuri zaidi kuliko mabaya. Unaweza katika maisha yako ya duniani ukatenda mema zaidi ya miaka 50, lakini katokea tu siku moja ukafanya kosa moja linafuta yale yote. Au iko hivi, kutengeneza brand ina take time, inachukua muda mrefu kutengeneza brand. Lakini brand unaweza ukaiharibu ndani ya sekunde. Sawa ndani ya muda mfupi unaiharibu brand na maisha yanaweza kuvurugikia hapo. Kilichotokea leo ni sehemu ya mchezo. Kilichotokea leo ni sehemu ya mpira wa miguu. Mpira wa miguu una matukio fulani wanasema ya kikatili. Ndicho ambacho kimetokea, na kimsingi mimi niseme kwamba hawana haja ya kumlaumu. Kinachopaswa wapambane kwenye mchezo wa marejeano. Simba ni timu kubwa. Tunapozungumza hii Stellenbosch kwenye rekodi ya vilabu barani Afrika iko namba 21. Simba iko namba 4. Na penye baada ya kufika hatua hiyo, unaweza ukaona picha halisi kwamba Simba ambayo leo imepata matokeo magumu mbele ya Stellenbosch, Simba iko namba 4, hii iko namba 20 na moja kwenye orodha ya vilabu barani Afrika. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea. Stellenbosch anakuja vizuri, lakini Simba ameshacheza michezo kama hii migumu. Simba ameshashinda katika nyakati ngumu. Simba michezo ya kimataifa kwa upande wa ugenini wakati fulani sio hoja. Kwa hiyo mimi naona bado hakijaharibika sana kitu. Hakijaharibika kitu. Asilimia za Simba kutinga katika hatua inayofuata licha kwamba mchezo wa pili hawajacheza, na tunaweza tukasemaje Mali? Kuna asilimia kubwa ya Simba kusogea mbele. Pamoja na kwamba wanakwenda kucheza ugenini, kwa sababu kinachotakiwa best way of defending is to attack. Njia rahisi ya kujilinda au kulinda ushindi ulio nao ni kushambulia muda wote. Kama umefuatilia vizuri, sasa hivi timu nyingi sana zinacheza kisasa zaidi. Kwa mfano kuna mfumo ambao watu wengi sana wanautumia, 4-3-3. Hii 4-3-3 tafsiri yake ni nini? Kama unashambuliwa, anabaki tu mbele mchezaji mmoja. Wengine wote wanakuwa nyuma ya mpira. 4-3-3. Sawa? Na mpira unapopita katikati, inatakiwa wachezaji wako wote wawe wamevuka mstari wa katikati. Anabaki tu mmoja wa kuzuga. 4-3-3 kwa mfano unazidiwa sana kushambuliwa, kuna kitu kinaitwa compact defensive. Yaani mnakuwa kwenye line moja. Sawa Unaweza kuona wachezaji wamejipanga hivi mstari mrefu, wachezaji takriban 6. Alafu mbele ya wale wachezaji 6 kuna wachezaji
watatu mbele inatengeneza 9. Alafu mmoja huyo anazuga anakuja anaondoka, anakuja anaondoka. Unaona Lakini soon unapopata mpira, mchezaji wa mwisho kabisa upande wa kulia anageuka anakuwa winga. Mchezaji mwingine upande wa kulia anageuka na kushoto. Wa kulia na kushoto wale wanageuka, wanakuwa mmoja anakuwa namba 7, mwingine anakuwa namba 11. Huo ndivyo ilivyo mpira wa kisasa ulivyo. Kwa hiyo all in all bado mpira uko on, kwa maana dakika 90 hizo zingine tutakwenda kushuhudia huko Afrika Kusini. Lakini naona kwa uwezo wa Simba, kwa ukubwa wa Simba wameshacheza michezo mbalimbali. Kama unakumbuka hata hii hatua ya makundi huko walikotoka, kuna baadhi ya maeneo walipata ushindi tena kwenye mechi ngumu, acha kupata sare. Kwenye mechi ngumu. Lakini mimi naona Simba ana uwezo wa kupata hata goli hata moja. Maana yake akipata goli lolote ugenini tayari ameshafuzu. Tumeshuhudia mchezo mzuri na wa kuvutia kwa pande zote mbili. Ulikuwa ni mchezo kwa kipindi cha kwanza Simba ulicheza kushambulia muda mwingi sana, lakini kipindi cha pili Stellenbosch wenyewe pia wamekuja na approach nyingine, kwa maana ya kutafuta goli la kusawazisha. Lakini kwa upande wa Stellenbosch hakukuwa na madhara makubwa sana kuja kwa Simba, kwani mpaka dakika 90 ya mchezo unamalizika ilikuwa ni 1-0. Lakini dakika za lala salama Simba walikosa goli la wazi kupitia kwa Ahwa, na kimsingi nafikiri Simba ndio watajutia goli hilo ambalo pengine ubao ungesoma 2-0 huko Afrika Kusini, mambo yangekuwa mazuri. Kitaalamu mchezo huo ulikuwaje? Kitaalamu huu ulikuwa ni mchezo wa kupiga mahesabu sana, kwa sababu ukiwa nyumbani, kwa mfano Simba wenyewe walikuwa wanahitaji magoli, lakini wasiruhusu goli lolote ili mahesabu yasiyo magumu sana. Lakini pia hata Stellenbosch, moja ya jambo ambalo walikuwa wanalizingatia sana ni kuhakikisha kwamba wasifungwe magoli mengi sana, na ikiwezekana wao waweze kupata goli la ugenini. Namna ambavyo Simba walipokuwa wanacheza kipindi cha kwanza walimtumia Kibu Dennis, lakini upande mwingine wakamtumia Elim Panzo, katikati Ahwa. Mbinu zao zilifanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Kama sio umakini wa wachezaji, tungekuwa tunazungumzia nafasi 2 mpaka 3, kwa maana ya magoli pengine magoli ya wazi ambayo yangeweza kupatikana. Kwa hiyo kwa picha hiyo, mchezo ulikuwa wa kuviziana, mchezo ulikuwa wa kimbinu zaidi, na kila mwalimu, kwa namna ambavyo nimetazama mchezo, kwa kiwango fulani kila mmoja amefanikiwa. Goli moja kwa Simba ni nzuri, kwa maana ya kwamba kama itatokea bahati mbaya, maana yake Stellen ili waweze kupita moja kwa moja watahitaji idadi ya magoli 2 kwa bila. Lakini ambacho ama weakness zilikuwa sehemu gani? Tukianza kwa upande wa Simba, uimara wa Simba ilikuwa ni kupiga pasi nyingi na uwezo wa kumiliki ama kupossess muda mrefu. Lakini weakness ya Simba kwa sasa imeonekana kwenye eneo la ufungaji. Takriban kama magoli 3 mpaka 4 yalionekana, lakini Simba hawakuweza kutumia hizo nafasi vizuri, na si tu leo. Changamoto hiyo imekuwa ya muda mrefu. Weakness nyingine ya Simba, Simba ikishapita dakika 45 kipindi cha kwanza, kipindi cha pili huwa wanakata punzi. Ndio maana umeona mwalimu kafanya sabu, kwa mfano kamtoa Shabalala, kamtoa Kibu, kamuingiza Mutare, kamuingiza Ateba. Hiyo yote ni kuhakikisha kwamba angalau timu iweze kuwa na nguvu
na punzi mpya kuhakikisha magoli yanapatikana. Lakini nikija kwa upande wa Sterling, rekodi zao zinaonyesha kwenye backline wako imara sana, lakini eneo la ufungaji pia wana weakness. Wamejaribu kuona mara kadhaa, wamejaribu kufanya attempt, lakini haikuweza kuonekana kuwa na madhara makubwa sana. Kwa hiyo kwa picha namna ambavyo inaonekana kwenye mchezo wa marejeano, lolote linaweza likatokea. Kuna uwezekano mkubwa wa asilimia zaidi ya 55 Simba kupita, lakini Sterling kwa sababu wako nyuma kwa goli moja, watakuwa na uwezekano wa kushinda, uwezekano wao ukiwa chini ya asilimia 45.